kuipa thamani neema ya Mungu. Ukishatambua ipo, unaipa thamani. Kitu cha thamani utakilinda. Kitu cha thamani utakipigania. Kitu cha thamani utakitunza. Kitu cha thamani utakiheshimu. Hautataka kikuponyoke, hautataka kipotee. Kwa hiyo, tambua kwamba ipo ndani yako. Halafu ithaminishe, ipe thamani, iinue, itangulize mbele. Na saa nyingine ukitaka kuweza zaidi, ichukue kama kiumbe hai. Alafu tambua kwamba kiko na mimi, tambua kwamba natembea nacho, tambua kwamba kinaniongelesha. Jizoeze kuona hivyo, kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Iheshimu, ipe nafasi, ipe thamani. Hiyo ni kama vile kitu bora. Thamani utakayoipa neema ndio itakayoamua vitu gani na utendaji kazi gani neema itende kazi kwako. Kwa kiwango kipi, katika level ipi. Tunaweza tukawa tuna neema zinazolingana, ila thamani tunayoipa. Mtu anapompa maisha yake, tunapewa neema sawa. Hata Petro, hata Paulo, neema aliyopewa alipompa maisha yake ni ile ile ambayo sisi tumepewa tupompe maisha yetu. Kutokea hapo ni wajibu wa kwetu, tunakuaje katika neema na tunachocheaje hiyo neema ambayo iko ndani yetu ili izidi kuongezeka na kutenda kazi kwenye maisha yetu. Lakini pia thamani tunayoipa hiyo neema, tunaipa tagi ya thamani ipi? Thamani tunayoipa ndio inayoamua mambo gani yachilie kwenye maisha yetu. Hauwezi ukaipa neema yako thamani ya 200 alafu ukataka ikutendee vitu vya thamani ya milioni. Haiwezekani. Haiwezekani. Naithaminisha ndani ya moyo wako na kwenye akili zako na kwenye system ya kwenye mifumo yako ya roho, mwili na nafsi. Unaithaminisha kwa 10,000, 20,000 alafu ikuletee milioni 2, milioni 3. Haiwezekani. Lazima uipe thamani ya juu. Sikiliza, ndio maana hautakiwi uthaminishe neema kwa aina yako ya maisha. Inatakiwa uthaminishe neema kwa aina ya maisha ya Mungu mwenyewe. Haitakiwi uipe neema thamani ya mahali ulikotoka, familia uliotoka, ukoo uliotoka, kiwango chako cha elimu. Haitakiwi. Inatakiwa uithaminishe neema kwa uwezo wa Mungu, kwa ukuu wa Mungu, kwa ukubwa wa Mungu, kwa nguvu za Mungu, kwa uungu wa Mungu na Mungu alivyo Mungu. Ukithaminisha hivyo, inakuwa iko huru kuachilia chochote, muda wowote, wakati wowote, saa yote, kwa kiwango chochote kile sawa sana akili yako ambavyo inaweza kabeba. Ila lazima kwanza uithaminishe.